unawashauri vipi vijana, of course na mimi ni kijana, unawashauri vipi vijana wenzako kuweza kuishi maisha kumpendeza Mungu wakiwa kwenye mahusiano yao? Akaniambia nini wafanye. Nikamwambia unapojiwekea sheria tu ndipo unapojiwekea jiwe la kujikwaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yaani unapojiwekea tu sheria kwamba ili nikae na huyu dada, ili nikae na huyu kaka, yaani ukijiwekea, yaani ukitokea kwenye perspective ya sheria. Wengine hapa ni mashuhuda, wanajua sheria zilivyohukumu. Haleluya. Kwa hiyo kumbe sheria ndio dhambi yako. Kila sheria ambayo wewe unajiwekea ndio mtego wako, ndio anguko lako, ndio changamoto yako. Angalia, anaendelea anasema hivi, kama vile ilivyoandikwa, naweka katika Sayuni jiwe likwazalo. Mtumishi rudia hapo. Hivi kila sheria ambayo unajiwekea ili uweze kumpendeza Mungu ndio dhambi yako. Kwenye hiyo sheria utahukumiwa. Haleluya. Kwa hiyo wewe utakuwa una tofauti na wana wa Israeli ambao hawajui kwamba Torati asili yake ni rohoni, alafu wao ni watu wa mwilini. Kwa walitakiwa waifuate kwa njia ya imani, kwa sababu imani ndio medium pekee inayokufanya wewe uweze kuhusiana na Mungu aliye wa rohoni. Imani ndio inambadilisha mtu wa mwilini kuwa mtu wa rohoni. Ni imani ndio inabadilisha vya rohoni kuwa vya mwilini. Ni imani. Sasa Warumi sura ya 10 anasema hivi, ndugu zangu, nitakayo sana moyoni mwangu na dua yangu ni muombayo Mungu ni kwa ajili yao. Kwa Paulo hapa alikuwa anaomba kwa ajili ya Wayahudi. Sawa? Anasema ili waokolewe. Okay? Kwa maana na washuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Sasa haya maarifa anayozungumza hapa, anaelezea mstari wa 3. Anasema maana wakiwa hawaijui haki ya Mungu na wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe. Kwa hiyo wanajuhudi katika Mungu, utawaona wanaomba, lakini kuomba kwao it comes from low perspective. Utaona wanafunga, lakini kufunga kwao it comes from low perspective. Utawaona wanaishi maisha ya utakatifu, lakini wanaishi maisha ya matakatifu from low perspective. Kwa sababu gani? Wanataka kuithibitisha haki yao wenyewe.